السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المولى جل في علاه في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. أحباب رسول الكريم أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. أشكري الله تبارك وتعالى. سالنا سلام ziwende wa mwisho wa manabii mbora wa viumbe mpenzi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na ahalize na sahaba zake kiram na waislamu wote watajikubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi siku ya mwisho. Ilahi, nasi tunakuomba tujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Jambo ambalo sina budi kupandia ngazi waislamu ni wasia ambao ninakuhusieni, kadhalika nikihusia nafsi yangu. Sote waislamu tumche Allah tabaraka wa taala, tuwe wenye kusikia na kutii maadama yale tunayoambiwa ni maneno yake Allah tabaraka wa taala. Kisomo chetu cha leo watukufu waislamu, qulubun lam yastati' shahru ramadana tahrikaha. Ndio kisomo chetu cha leo watukufu waislamu. Kuna roho ambazo kwa ugumu wa roho hizo, kwa ukakamavu wa roho hizo, hata mwezi wa Ramadhani na mazuri yanayopatikana ndani ya Ramadhani, wallahi Ramadhani ilishindwa kuzitikisa hizo roho. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Usinihukumu mapema ndugu yangu Muislamu, nifuate taratibu, halafu wewe mwenyewe utakuwa shahidi kwa haya ambayo tunayazungumza. Utakuwa wewe ni shahidi kwa haya ambayo tunayazungumza. Fa fi sanati sadisati min alhijrati nabawiyya, ulikuwa ni mwaka wa 6 wa hijra ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya kutoka Makkah na kuhamia Madinatul Munawwara, haithu kharaja ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu, ambapo nabii Muhammad katika huyo mwaka wa 6 baada ya hijra aliondoka yeye pamoja na kikosi cha maswahaba zake, mutawajjihuna ila Makkatal Mukarrama lil'umra, wakielekea Makkah kwa ajili ya kutekeleza ibada ya umra. Zama hizo ndugu zangu, Makkah iko chini ya ulinzi, chini ya himaya ya washirikina wa Makuraish. Wa indama alimat Quraish bi amri rasuli sallallahu alayhi wasallam wa ashabi, Makuraish katika mji wa Makkah
walipopata ripoti ya kwamba mtume yuko njiani anakuja Maka pamoja na maswahaba zake, hawakuridhia jambo hilo. Qararat man'ahum, wakachukua uamuzi wa kumziwia mtume na maswahaba, hamna ruhusa ya kuingia Maka. Mtakuja kujaje? Hamna ruhusa, hamtufahamishi. Mwe mlishaondoka, ondokeni, hakuna ruhusa kuingia. Huyo wakati ikhtara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ahada ashabihi liyakuna safira Quraish. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamchagua mmoja katika maswahaba zake ili huyo sahaba awe ni ambassadeur, awe ni mwakilishi kwa Makuraish, kuwafahamisha kwamba sisi hatukuja kwa vita, tumekuja tutufanye ibada ya umra. Akachaguliwa sahaba anaitwa Uthman ibn Affan dhu nuraini radiyallahu anhu. Alipofika Maka akawafahamisha Makuraish, kapokelewa, wakamwambia wewe tunakuruhusu ufanya ibada zote wewe mwenyewe, lakini Muhammad na maswahaba wengine kule hawana ruhusa. Uthman akaambia haiwezekani mimi nitekeleze hii ibada, mtume ameziwiliwa. Wakahadhibika, wakamchukua wakamweka kiziwizini. Habari ikaja kinyume kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kutila Uthmanu, kwamba Uthman ameuliwa. Rasul alibadilika Waislamu. Huyo wakati iko na kikosi cha maswahaba takriban 1400 au 1500 takriban. Mtume akawageukia maswahaba akawaambia, mmesikia habari eti Uthman wamemuua? Tunaandaa vita. Hawana silaha, hawana maandalizi, lakini habari ilivyokuja kwamba Uthman kauliwa, Rasul kabadili msimamo, tunaingia. Maswahaba wanaitwa katika majina tofauti ashabu samura, maana walifanya tokeo la ajabu. Chini ya mti wakamsogelea mtume, wanampa mkono, wanampa bai'a ya kwamba ya Rasulullah, tuko tayari kupigana na hakuna hata mmoja atakayekimbia, pamoja na kuwa hatuna silaha, hatuna maandalizi, tutaingia Maka. Wakala kiapo mbele ya Nabii Muhammadun. Watukufu Islam, baada ya kiapo hicho, habari ya pili ikafika, Uthmani mzima hakuuliwa. Allah tabaraka wa taala anasemaje ndugu zangu Waislamu kuhusu habari za wale maswahaba? Allah akateremsha aya, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sikiliza maneno haya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba. Sikiliza maneno ya Allah. Allah akateremsha aya, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah amewaridhia waaminifu. Sifa ya kwanza, anaweka saini kwamba kile kikosi cha maswahaba waliokula kiapo mbele ya mtume ni waaminifu. Idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, walipokuwa wanakupa mkono, wanakula kiapo, wanakupa bai wakiwa chini ya mti. Kisomo changu cha leo kinatokea mwa sehemu ya aya inaitwa mahallu shahid. Allah akasema fa'alima ma fi qulubihim. Allah aliyajua yaliyokuwa ndani ya vifua vyao, alijua yaliyokuwa ndani ya roho za wale maswahaba. Fa'anzala sakinata alaihim, akawateremshia utulivu, akawateremshia utulivu. Wa athabahum fathan qariba, na akawaahidi kupata ushindi katika siku za karibuni. Naam ndugu zangu Waislamu, tunakusudia nini katika aya hii na ili tokeo? Sikukusudia kuzungumzia hii bai'atur ridwan, hapana. Lakini hii aya Allah anajua kilichokuwa moyoni mwangu
na anajua kilichokuwa moyoni mwako. Ulivyoingia katika mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhani, ile siku mwezi umeandama, uliingia katika mwezi wa Ramadhani na nia gani? Hapa ndo kwenye mambo yaliharibikia, ndugu zangu Waislamu. Kuna roho ambazo pamoja na kuwa Ramadhan, hebu fikiria ndugu zangu, araaita abdan akramahu Allahu tabaraka wa taala bi 29 yawman min shahri al-mubarak. Hebu fikiria ndugu yangu Muislamu, uyavute maneno, muombe Allah ayape nafasi katika nafsi zetu. Ni hali ya kutisha. Siku 29 za mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhan, shahrun, mwezi ambao futihat abwabu rahma. Ilivyoandama ile siku ya mwanzo wa Ramadhan, milango ya huruma ya Allah yote ilifunguka. Allah anateremsha huruma wake kwa waja wake, na wewe ukiwemo. Shahrun ni mwezi ambao futihat abwabul janna, imefunguliwa ndani yake milango ya pepo. Futihat abwabus sama, mwezi ambao kuandama kwake milango ya mbingu imefunguka, ili dua zangu na dua zako milango iwe wazi, uzungumzi direct na Mola wako. Lakini wallahi ziko roho pamoja na hii milango yote iliyofunguka hazikushtuka. Na utashangaa ndugu zangu Waislamu, kwa nini ziro hazikushtuka? Na haya mazuri yote yanayopatikana ndani yake, nia ambayo mtu aliingia nayo ndani ya mwezi wa baraka. Mtaniwe radhi, maana nimetoka kwenye msafara huko kwenye kongamano la Mombasa. Tulikuwa na vikao tofauti kidogo, hali haiko sawa sawa, lakini najisukuma kidogo. Allah tunamuomba tuweke taufiki. Pamoja na mazuri yote haya ndugu zangu Waislamu, kuna watu ambao roho zao hazikushtuka. Aliingia mwezi wa Ramadhani hana fikra yoyote. Sasa fikiria siku 29 wallahi za mwezi wa baraka, mwezi mzima zimemalizika, walam yughfar la, mtu Muislamu akupata msamaha wa Allah. Ma hadha, aje Muislamu. Ndiye maana Nabii Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akaitoa tangazo la nzito, akasemaje Nabii? Raghima anfun, raghima anfun, raghima anfun, man huwa ya Rasulullah? Ameangamia, kaangukia pua. Na ishara mtu kuanzia pua na huko na mikono, bimaana umeanguka hovyo kabisa. Mtume akasema ni ule Muislamu ambaye man adraka Ramadhan, kadiriki mwezi mzima wa Ramadhan, walam yughfar lah, wallahi Ramadhani ikamalizika kupata msamaha wa Allah. Ramadhan, ukitaka uyajue hayo, jitizame leo ukoje. Na kabla hujaingia katika mwezi wa Ramadhani ulikuwaje? Ramadhani yenyewe, kile mnaita nyinyi mkifaransa disqualification. Kuna watu ambao Allah aliwaondoa katika fadhila zake ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wallahi, ni vijana wangapi ilikutana tarawih na mpira wakaacha mpira, wakaacha mpira. Tarawih na mpira katika mwezi wa Ramadhani, waliacha nini? Swala ya tarawih. Nisiweki mpira kwa ni hoja. Ni wangapi katika Waislamu mwezi wa Ramadhani tarawih kwa ilikuwa ni mzigo, kusali raka zile 4 za mwanzo, imamu akitoa salamu zile raka 4, gisi watu wanasimama unawaza wanaenda kupokea kule nje, wanamuwahi imamu asisimame wangaliki msikitini, wavivu. Na kuna watu maskini programu yao na nia zao zilikuwa ni zile zile. Ramadhani ilipoandama alimuita, kuna wale wenye wanaishi na vimada na vishada, Allah tunamwomba tuhifadhi,
alimuita kimada wake, wakakaa wakakubaliana, bwana Ramadhani hii imeandama, sasa wewe nenda nyumbani kwenu na mimi naenda kivyangu, au wewe baki hapa mimi naenda fasi nyingine. Lakini wallahi nia zao waliacha zina kimwili, ila roho zao ziliendelea na zina. Kwa nini? Ndiye ile alima fa'alima ma fi qulubihim. Allah alijua kile kiko ndani ya nafsi zao, kwamba hawaingii kufunga mwezi wa Ramadhani, hamna. Lakini wana ile huzuni ya watu, tunaitana kaseti bwana Waswahili wasisemi mengi. Yani yeye ndio Muislamu, wengine ni Waswahili. Watukufu Islam, haya ni katika mambo ambayo yanatisha. Kwa hivyo maadama nia yako ikubadilika katika mwezi wa Ramadhani, nje ya mwezi wa Ramadhani, ndani ya mwezi wa Ramadhani, Allah alikuweka pembeni. Ndiye maana watu wengi, nasema ambayo yalionekana msikitini, watu wengi walikuwa wanapenda kuja kulala msikitini kama maiti, au sio jamaa? Msikiti mzima umejaa, watu wamelala. Hana muda wa kusoma Qur'an, hana, disqualifié, kawekwa pembeni. Allah anaiona roho yako, aliona nia yako, umeingia nayo ndani ya mwezi, huyu hafai, kakuweka pembeni. Analala, hana muda wa kusoma Qur'an, hakuwa na muda wa kufanya dhikri, hakuwa na muda wa kumuomba Allah msamaha, hakuwa na muda wa kusali sunna, tarawih ndo kabisa. Na wengine wanakupa na ushahidi eti tumesoma hadithi inasema naumu saimi ibadatun. Tunakwambia hadithun dhaif, haina nafasi, si katika maneno ya mbora wa viumbe mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ramadhan sio mwezi wa kulala, ulikuwa ni mwezi wa mtu kujipinda. Lakini kuna watu waliondolewa Ramadhani bado waangaliki ndani ya mwezi wa Ramadhani, disqualifié, Allah na watupa pembeni, hawa hawafai. Kwa nini? Aliona kile kiko ndani ya nafsi, alikiona Allah tabaraka wa taala. Fama baluka ya Abdallah biman atahu Allah shahran kamilan. Mtu ambaye kakirimiwa, unasemaje ndugu yangu? Mwezi mzima umeenea. Wallahi mwezi umeondoka, pana zawadi ndugu zangu Waislamu. Kila nikiipitia hiyo hadithi mwili unasimka. Zawadi exceptionnelle yenye Allah alitoa ndani ya mwezi wa Ramadhani, haipatikani katika miezi mingine. Al-itqu minan nar, deliberation. Yani ile siku Ramadhani inaandama, tukiingia Ramadhani, kama kwamba Allah anamuita malaika mwenye alikuwa anabeba kitabu cha majina ya orodha ya watu wa motoni, kwamba hawa wangekufa kabla ya Ramadhani wangeingia ndani ya moto wa Jahannam. Lakini Muislamu akifunga siku yake moja, ule wakati wa kufuturu, Allah anamuita yule malaika, leta kile kitabu, huyu fulani mvute, na huyu mvute, na huyu mvute, na huyu mvute, mwezi mzima ndugu zangu Waislamu. Lakini usishangai jina lako kuna hatari lilikuwa wanaliruka. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah alijua kile ambacho kiko ndani ya roho, kwamba wewe haujafunga, haujaingia Ramadhani kwa kama Ramadhani, hapana, umeingia tu kama kawaida. Na ndiye maana utaona Ramadhani walevi, anampigia simu mlevi mwenzake, bwana wewe msiwe na matatizo bwana, siku zinasogea mbele, siku zinasogea, karibuni tutakuwa wote. Anayasema hayo ndani ya mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhani. Halafu mkikutana naye hivi leo, anajipiga kifuani. Tuna neno letu kile Kiarabu ambacho sote tunakielewa, minal faizina, miongoni, sisi tuko miongoni mwa waliofaulu. La wallah, bal minal khasirina, ni miongoni mwa wale ambao waliopata hasara. Na hasara utaionaje? Siku Ramadhani ilivyokwisha, siku ya Laidi, ule usiku wa kuamkia Laidi, ulilala wapi? Ulilala wapi? Ulikwenda wapi siku ya Laidi? Ulisherehekea vipi Laidi? Ndio utajiona kwamba wewe ulikuwa disqualifié. Allah alikuondoa ndani ya mwezi wa Ramadhani, ukashindikiza maskini. Kam min saimin
laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash. Anauliza nabii, ni wangapi katika wenye kusaumu hawakuambukia chochote katika saumu zao isipokuwa njaa tu ya bure na kiu cha bure? Wallahi. Na leo uko wewe mwenyewe ni shahidi, kama ni kimada ulirejea kwa kimada wako, ni ushahidi ya kwamba wewe hujafunga. Ramadhani ilishindwa kuitikisa roho yako. Allah ameweka katika mwezi huyo usiku moja khairun min alf shahr, bora zaidi ya miezi 1000. Usiku moja tu, Lailatul Qadr. Lakini wallahi, pamoja na mazuri yote hayo, kuna roho ambazo hazikushtuka. Kuna aya ndugu zangu katika surati Tauba inatisha. Allah amezungumza habari za wanafiki. Sisi hatuzungumzii wanafiki, lakini tutaisoma tupate ndani yake faida. Ilikuwaje Muislamu aingie Ramadhani, Ramadhani imalizike, abaki iko vile vile na mazuri yanayopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani? Hakuondolewa katika orodha ya watu wa motoni. Pindi ambapo Allah tabaraka wa taala ametupa ni zawadi, aje Muislamu mwezi mzima utamalizika, hakupata msamaha wa Allah, hakuondolewa katika orodha watu wa motoni, aje. Kuna nini ndugu zangu Waislamu? Wallahi kuna roho ambazo zimepita kipimo. Kabla sijaisoma aya katika surati Tauba, msikiliza Allah anavyotangaza katika surati al-Baqara. Allah anasema, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Allah anaonyesha kuna roho ambazo ni ngumu, ukizifananisha na mawe utadhulumu mawe. Mawe yanapasuka, yanatoka ndani yake maji ndugu zangu. Mawe yanapasuka, panatoka ndani yake mito, na mengine yanaporomoka kutoka juu kwa kumhofu Allah. Lakini kuna roho Ramadhani wallahi na mazuri yake na fadhila zake hakutikisika. Baraza lake la ludo liliendelea kama kawaida, bali ludo zikapakwa rangi vipya. Baraza za visoro, baraza za karata vipya, mipira kama kawaida. Programu yake ya nje ya Ramadhani na Ramadhani ilibaki intact, hakuna mabadiliko. Disqualifié, wametupwa pembeni hao. Alima ma fi qulubihim, Allah alijua. Tuisome sasa ile aya, nitaisoma taratibu ndugu zangu. Allah anamtuliza mtume wake Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Imetokea vita, wakajibagua watu wengi, wakakataa kushiriki katika hiyo vita. Baada ya vita, mtume kama binadamu akasononeka, kuna nini watu mnarudi nyuma? Allah akamwambia, law aradu al-khuruj la a'addu lahu 'udda walakin, istidraki hiyo Allah anaweka, kama hao watu wangekuwa na moyo wa kutaka kupigania dini ya Allah wangefanyaga maandalizi. Na kama angekuwa huyu ana moyo wa kufunga kisawasawa na kupokea zawadi ya Ramadhani, angeifanyia maandalizi. Wallahi Muislamu anashtuka, nasikia inawezekana leo wala kesho Ramadhani, anashtuka na anaingia hivyo Ramadhani, hana programu hata moja. Mbona unapangaga budget yako, unapanga programu wakati unataka kuoa, wakati unataka kusafiri, mbona unapanga? Lakini Ramadhani unaingia hivyo hivyo. لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين. wangekuwa na moyo wa kupigania dini ya Allah wangefanya maandalizi. Walakin kariha Allahum bi'atham. Sikiliza chikisomo, Allah ndiye alichukia watu wasitoki juu hawakuwa na maandalizi ya kiroho, maandalizi, hawakuwa na maandalizi yoyote.
Kwa hivyo waliingia Ramadhan bila maandalizi, Allah akaweka pembeni. Hawafai, kawatupa pembeni. Hawafai. Kariha Allahum bi, sio wewe ulichukua maamuzi bana, hii swala zenu za tarawih wanakawiza mimi si sali. Sio wewe, Allah amechukia, anaona roho yako hamna kizuri, kakuweka pembeni. Fathabatahum, akawafanya watu kuwa wazito. Jitizame na wewe Ramadhani gisi ilivyokuwa. Wallahi hata sunna kablia baadia hana Muislamu, usimwambie hayupo. Fathabatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idina, ikasemekana wakafasiri wanafasiri Ibn Uthaymeen rahimahullah, wa qila qu'udu, wa kwanza waliosema roho yako wewe mwenyewe, kaambia achana na hivyo vitu bana. Wa qila qu'udu, cha pili kilichosema rafiki zako wabaya, twende zetu bana, achana na mambo bana, twende zetu kasema mpira bwana. Wa qila qu'udu ma'al qa'idina, sauti ya shetani ndani ya nafsi. Ndugu zangu Waislamu, Allah kawaweka watu pembeni. Nitamalizia na kijana ambaye alikuwa anafanya kazi ya kulima, analimia watu, fakiri ule kupita kiasi, analimia watu wengine. Siku moja amepiga jembe kwenye ardhi, jembe halitoki, vimbana na jembe halitoki. Kulitoa, akatoa motafari, kulitizama hivi ni dhahabu. Fikra za binadamu zinabadilika, za kutoka Buyenzi na kwenda Quartier Miroir na kwenda Kinindo na kwenda wapi, tayari fikra zimebadilika. Akajiwaza, tajiri gani mwenye ataweza kunipa pesa ya hii dhahabu? Hakuna. Akaenda kwa mfalme. Anafika mlangoni, anazungumza na majeshi, wanamtizama, matope kwenye miguu, namna alivyo amechakarika. Wewe ndio utaonana na mfalme? Anawaambia, Murazi chondi je wewe, mwe mnajua mimi ni kitu gani? Ashajaamini hapo, hata kifaransa kinaanza kupanda sasa. Iko na dhahabu antuka. Yes. Vifaransa Viingereza vinapandishwa na dhahabu. Wakauliza mfalme, akaambia mruhusu. Alipofika mbele ya mfalme, kamwekea mfalme ile dhahabu mbele yake. Mfalme akashtuka. Unataka nini? Sema mimi nimeona hakuna mwenye atanipa hela ya hii dhahabu isipokuwa wewe tu. Mfalme akaambia, hata mimi sina hela ya kuenea, lakini nakupa ruhusa, masaa 3 zunguka katika nyumba yangu, kila utachopenda. Majeshi wako hapa, kiwa ni kizito waambiwa kusaidie, nyanyua toa nje ni chako, chochote kile. Nifuate vizuri, usikie mfano wa hikma. Kijana kafungua mlango wa kwanza, akatokea mafigani, cuisine kwa mfalme, nyama ya kuku, ya bata, njiwa, mbuzi, mayai na nini. Wallahi afu nyama ya kuku nilikuwa na muda mrefu. Sheikh akakaa tahiyatu ya mwisho, kanyaga dakika zinakwenda. Majeshi wakaja, akamwambia, bana mzee, unasahau kwamba ulipewa dakika. Akamwambia, bana kwani mwe ndio mmepewa kazi ya kunichunga? Kama mmekosa kazi mwendeni huko, niacheni, bado mimi napiga msosi hapa. Kanyaga, sali zima linaondoka. Kafungua mlango wa pili, anatokea chumba cha vipodozi vya mfalme. Pana kioo kimeenea ukuta mzima, anajiona yeye wote mzima. Maana ajitizama pale, wallahi la, anageuka na nini, anaruka, anacheka, anavimbisha mashavu. Saa zinakwenda, polisi anamwambia kijana, saa zinakwisha, tizama. Habeba, mmekosa kazi, shughulikeni na kwenu bwana. Kafungua mlango mwingine, katokea kwenye vijakazi wa mfalme. Akawaambia, yeye ndo wa kwanza, mmesikia amri ya mfalme alivyosema? Chenye nataka kuchukua nachukua, chenye nataka kufanya. Wakaambia, si tuko tayari. Wa binti wamevaa uchi. Kachagua aliyowataka, akafanya aliyoyafanya, masaa yote yanakwisha. Panabaki dakika chache, anafungua mlango, anatokea chumbani kwa mfalme. Kitanda na kitizama, wallahi kuna watu wana raha mwa dunia kweli. Kahesabia 1, 2, 3, karuka paka juu ya kitanda. Kumbe ni kitanda automatically, ukilala tu kinaanza kuzunguka. Kasema mashallah, unaona mambo huko. Kapata raha mpaka usingizi ukampeleka. Saa 3 zikamalizika, yuko msingizi. Akaja akaamshwa, mfalme amekuongeza lingine lisali 1, tafadhali shughulika. Akaambia, bado kwanza hapa kwanza. Kitanda kitikishika hivi kinazunguka, sema hapa.
mpaka mida yote aliyopewa, masaa yote aliyopewa na mfalme yakamalizika. Mfalme akatuma majeshi akamwambia mtoweni nje. Yani akatolewa nje kama alivyoingia. Yawezekana huyu mtu katika huyu mfano wa hikma ikawa ni mimi au ni wewe. Uliingiaje Ramadhani na ukatokaje Ramadhani? Malengo ya mwezi wa baraka la'allakum tattaqun, ili watu wafikie ngazi ya uchamungu. Wewe unajionaje? Kuna watu wallahi ile siku ya laidi tunasema si warundi ngo yako za marorego, alifanya balaza kupita kiasi, alipitiliza katika maasi, alivuruga kila kitu, lakini sio yeye. Karihallahu bi'athahum, hawa Allah alikuwa shaweka pembeni. Kwa hivyo kuna roho hata Ramadhani haikuweza kuzitikisa. Kwa kumalizia hutuba yangu, ndugu zangu, naikumbusha nafsi yangu na naikumbusha nafsi yako, yuridu Allahu an yatuba alaihim. Allah anataka kutoa msamaha kwa waja wake. Wako wapi ndugu zangu? Hata kama ulivuruga hayo Ramadhani imeondoka, lakini bado ungaliki hai, ni fursa kwako ya leo ndugu yangu, kaa chini, zungumza na Allah, muombe Allah msamaha, utamkuta ni mwingi wa msamaha na mwingi wa huruma. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa mara nyingine tunamshukuru Allah, sala na salam tunazipeleka kwa mpenzi wetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na hasa kwa amri yake Allah alivyosema, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Imtithala li amri Allah wa hubban li rasulih naqulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. يغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.